Viongozi wa klabu ya Young Africans, rais wetu ni Engineer Hersi Said, makamu Arafat na wajumbe wetu wa kamati tendaji. Hatua namba moja, walikuwa na ndoto ya kuwa na uwanja, kujenga uwanja wa klabu yetu Young Africans. Ndio ilikuwa ndoto yao, na dhamira yao kwenye hiyo ndoto wakaitangaza kwa wanachama kwamba kwenye uongozi huu tutahakikisha tunajenga uwanja wa klabu yetu. Kwa hiyo ndoto ikabadilika ikaja kuwa dhamira. Dhamira hiyo wakaipeleka sasa kwenye uhalisia. Okay, tunataka tujenge uwanja. Sikiza vizuri Nasibu. Tunataka tujenge uwanja. Eneo lipi? Tunajengea wapi huo uwanja? Hapa wakaja kugundua kwamba tunatakiwa tujenge uwanja makao makuu hapa. Ili eneo linatosha kujenga uwanja wa klabu yetu. Wakapata ushauri wa kitaalamu wa hili eneo based on vigezo ambavyo CAF wanakupa unapotaka kujenga uwanja. Tukaona kwamba ili tuweze kuaccommodate vitu vingi kwenye eneo hili ni lazima tupate nyongeza ya ardhi. Si ndio? Lazima tupate nyongeza ya ardhi ili kuweza kukidhi vile vigezo ambavyo CAF wamevielekeza kwenye uwanja. Kwa hiyo ilianza ndoto, ikaja dhamira, tukaenda kwenye uhalisia kuanza mchakato wa kufuatilia sasa hiyo ardhi, nyongeza ya ardhi. Na yakwambia mchakato huo ukafanyika vizuri na serikali ikatupa ushirikiano mzuri, ikatukabidhi nyongeza ya ardhi hapa. Na sio tukupa tu nyongeza, ikatupa na umiliki kwa maana ya hati, sasa hili eneo ni la kwenu. Kwa hiyo hatua ya tatu ikawa imalizika hapo. Tulikuwa na ndoto, tukawa na dhamira, sasa hivi tumeenda kwenye uhalisia na hati tunayo, eneo tuko nalo. Nini kinafuata? Tunajenga wenyewe uwanja? Tuwaambie kina mzee Msumi wachukue makwanja waje wafyeke hapa tujenge uwanja, kila mtu alete tofali? Ndio hivi sahihi? Viongozi wakajiuliza maswali. Manake Yanga pia sikuna mafundi. Hii Yanga hii sikuna mafundi wanaishangilia. Na rais wetu si engineer. Siangeza kuamua tu sasa kesho kila mtu aje tofali lake na jenga mwenyewe uwanja. Huu ni mchakato sahihi? Akasema hapana. Huu ni mchakato mkubwa ambao unahitaji investment kubwa ndani yake. Na hii ni klabu ya mpira wa miguu. Ndani yake na vipaumbele vingi vya kufanya. Tafute mtu kushirikiana naye kwenye huu mradi. Na normally club nyingi zinafanya hivyo duniani. Wewe wakati uko mdogo ulikuwa unajua uwanja wa Highbury. Ulikuwa mtoto sana. Sasa hivi Arsenal wanatumia uwanja unaitwa Emirates, ndio? Lakini zamani ulikuwa na uwanja unaitwa Highbury. Reason kwa nini umekwenda kwa Emirates tunakwambia tulikuwa tunautanua, tunafanyaje? Kwani hamna mafundi pale Arsenal wangetanua uwanja wao? Si wapo. Lakini waliwaengage Emirates kwa sababu ya fund, investment, ni mradi mkubwa. Kwa sisi kama tendaji baada ya kukutana nikasema hapana, tuwezi kufanya wenyewe, tutafute mdau wa kushirikiana naye. Na ndio ikatupelekea kutangaza sasa mchakato watu kuomba. Jamani, sisi tunataka kujenga uwanja, ambaye yuko tayari kushirikiana sisi anakaribishwa. Mchakato huo ukafuatia, si ndio? Mchakato huo ulikuwa ni mchakato wa wazi wa kila ambaye ana dhamira hiyo aombe. Lakini hatukutangaza tu kwa maana ya kila mtu sasa kuomba. Tungekuwa na maombi zaidi ya 3000 hapa. Hata wewe Nasibu pengine ungeomba kwa sababu si hujui vigezo. Lakini tuliweka vigezo. Bwana, vigezo vyetu ni hivi. Mdau tunayemtafuta, huyu partner tunayemtafuta hapa anatakiwa na vigezo hivi, tukaviweka public. Watu wakaomba, kamati tendaji ikakutana, GSM wakashinda. Baada ya kushinda GSM Tanzania Limited, ndio swali lake la msingi bwana linakuja sasa. Nyie Yanga mnataka uwanja, yani mnataka takaje yani? Yani mnataka uwanja uitwe jina la GSM, uwanja uwe wa GSM, yani panakuaje yani? Si ndio Nasibu, kamati tendaji kwenye kikao cha Jumamosi hayo maswali pia walijiuliza. Unaelewa Hayo maswali pia walijiuliza. Na ndio maana wakasema tunahitaji ushauri wa kitaalamu kwenye hilo jambo. Hii ni klabu ya mpira wa miguu, ni klabu ya umma. Viongozi hawa wamechaguliwa na wanachama kuja kufanya decision bora kwa ajili ya mamilioni ya mashabiki wa hii timu. Hawezi kuamua tu pasina kupata capacity nzuri ya jambo lenyewe kulielewa. Na ndio maana wakaunda kamati na wakaongeza wajumbe hawa. Wajumbe hawa nimechambua vizuri maeneo waliotokea. Kwanza ni mjumbe anaitwa Alex Mgongoro. Kwa nini? Kwa sababu ana background ya sheria. Tunapokwenda kukutana na GSM, tumetangaza tenda, si ameshinda?
baada ya kushinda lazima kuwe kuna makubaliano tusaini. Sasa yeye aliona vigezo vyetu, ametuma tenda, ameshinda. We have to sit down kwenye engo ya kisheria tuchambue sasa sisi na wao kwa interest ya club na kwa interest ya GSM. Asitokee mtu akaumia kwenye hili jambo. Isitokee tu mtu ameita wanachama wamekuja kufyeka mahala, alafu mtu kaleta vinyasi kachukua jina la hilo eneo. Si hatutaki huko. Sisi tunakwenda kwenye tunataka tuwafundishe kwenye hili jambo tofauti ya Yanga na timu nyingine. Fuatilieni hatua kwa hatua mtabaini jambo. Ziko timu hapa watu walienda kufyeka. Mimi nakumbuka mzee wangu alichukua Kwanja. Alikwenda kupinda mgongo, kapinda mgongo pale, kapinda mgongo, kesho uwanja ukawa na jina la mtu mwingine. Is it fair? Sijui mchakato wao, lakini sisi kwa sababu tunazingatia weledi kwenye michakato hii, tumetaka ushauri wa kitaalamu wa kisheria. Ndio maana tumemuongeza Alex Mgongoro. Tunapoenda kusign hii document kwa interest ya club, wewe una uzoefu wa kisheria, hem tuelezee hapa. Tusaini mkataba wa namna gani? Ndio maana nikatoa mfano. Is it a lifetime contract, kwamba uwanja uwe milele? Si ndio? Partner iwe ya club na mwekezaji milele, au tuweke specific time kwamba tunasaidi sasa wewe mkataba mahusiano yetu ya huu uwanja ni 10 years au 20 years. Hizo ndo shule sasa. Bwana mkataba huu tuupime vipi? Lakini tukasema mahusiano haya pia yanahusisha biashara. Huu ni uwanja. It's business, pure business. Watakuja watu wataingia hapa. Patakopa na kumbi mbalimbali hapa. Mimi katika ndoto zangu nilikuwa na ndoto ya kuja kuoa mke katika ukumbi wa uwanja wa Yanga. It's a business. Watakodishwa hapa watu. Kuna timu zitakuwa hazina viwanja, zitakuja kukodi uwanja wetu kucheza. It's a business. Si ndio? Kuna timu nyingi zitakuwa hazina uwanja, watakuja ukodi hapa. Wakisha kodi inakuaje sasa? Hii hela anachukua nani? Anachukua wenye ardhi au anachukua aliyejenga uwanja? Umeelewa? Hela washakuja ukodi. Wewe Nasibu unataka kufanya birthday ya mtoto wako, umechukua eneo hapa. Utakuwa na maeneo pia ya watoto kuja kuenjoy hapa. Umechukua hapa. Umeshalipa ile hela, inakwenda kwa nani? Ukishalipa ile hela. Ni mali ya moja kwa moja ile biashara ya mmiliki wa ardhi au aliyejenga. Hiyo biashara tunakubaliana vipi? Ndio tukamuongeza Ivan Tarimo kuja kuwashauri viongozi wetu kwenye kamati. Bwana tukienda kukutana na GSM Tanzania, nafikiri modality hii kwenye biashara imekaa vizuri. Wao wanatupa mwongozo sasa. Alafu tunawasikiliza na upande wa GSM tunakubaliana.